Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Leo hii tupo maeneo ya Mkundi ambapo tumekuja hapa kufunga drip irrigation system kwenye shamba hili. Shamba hili lina ukubwa wa ekari 1.5 na wanalima miche ya machungwa. Kwa hiyo wamehitaji kuwekewa mifumo ya umwagiliaji ambayo ni ya drip irrigation. Na sisi tuko maeneo haya hapa, tunaenda kuonyesha ni kwa namna gani ambapo tunafunga drip irrigation, ili hata wewe kama utahitaji huduma hii Hatua ya kwanza ambayo tunaifanya mtazamaji ni kuchukua vipimo, kujua kwamba shamba hili tuligawe katika vipengele vipi. Kwa hiyo hatua ya kwanza kama unavyoona hapa, lazima tuchukue vipimo kwanza. Okay, hii ni hatua ya kwanza shambani. Kama unavyoona hapo, huu ni mtaro kwa ajili ya kufikisha maji. Habari. Hatua inayofuata wakati wa kuendelea kuinstall drip, unakuwa na hiki kifaa. Tunaweza tukaita kifaa kwa sababu kimekombine vitu vingi. Kwa hiyo tunachokifanya, hatua inayofuata tunachukua hiki kifaa chetu, tunatoboa ile polypipe ambayo imelazwa chini, ambayo itakuwa inachukua maji, inasambaza maji kwenye eneo la shamba letu. Baada ya kutoboa ile pipe kwa kutumia hiki punch, unakuwa na hii starter ambayo tayari unakuwa umeshaiunganisha kwenye blind pipe hivi. Lakini kwenye hiyo blind pipe fupi unakuwa umeunganisha na mini valve. Na maana ile mini valve kazi yake ina maana tutakuwa tunafungua kwa ajili ya kupeleka maji kwenye mche husika. Kwa hiyo tunachokifanya baada ya kutoboa, tunaweka raba. Baada ya kuweka raba, tunaiweka hii mini pipe yetu inakaa hivi. Kwa hiyo ikishakaa hivi na maana itakuwa inaelekea sawa na uelekeo wa ule mstari wetu, ambao mstari wetu unaweza ukawa wa mboga wa miche na nini, kulingana na wewe shamba lako na design kwa ajili ya nini. Lakini kwa sababu tunatengeneza kwa ajili ya miti ya matunda, kwa hiyo tutakuwa na blind pipe, ambayo blind pipe ndio itakuja kuanzia hapa kwenye mini valve na kuendelea hadi mwisho wa shamba. Kwa hiyo tunachokifanya baada ya kuwa tumeweka hiyo mifumo, tunatoboa, tunaunganisha. Tukishaunganisha, tunaweka blind pipe ambayo itafika mwisho. Kule mwisho ndio tunaenda kuconnect na mini valve. Kule mwisho ndio tunaenda kuconnect na end cap. End cap tunafunga kwenye mambo. Na kwa zoezi hilo baki ni kufungulia maji na kukagua maji kama yanafika vizuri kwenye ile miche yetu, na kuhakikisha ufanisi wa maji katika shamba zima. Kwa hiyo karibu mpenzi mtazamaji, uendelee kujifunza namna ya kufanya installation ya drip, lakini pia kwa ajili ya ufanisi zaidi, kwa maana drip ni moja wapo ya njia ya umwagiliaji inayotumia maji kidogo sana na kuleta ufanisi mkubwa. Karibu sana. Ndio, hii ni ploti ya ekari 1.5 ambapo tumeigawanya katika ploti 4, ambapo upande wa kushoto na kulia kuna matuta 9 kwa matuta 10. Kwa design kama hiyo, ambapo ploti ya kwanza tumefungulia hii hapa, ndio ambayo inatoa maji design kama hiyo. Shamba la limao. Kwa emita ndo zimefunguliwa muda huu, zinamwagilia design kama hii hapa.
Okay, hii ni hatua yetu ya kwanza ambapo tuna testi mfumo wetu wa umwagiliaji ambapo ni kwenye miche ya limao. Kama unavyoona hapo ni hatua ya kwanza ambapo tuna testi kuangalia mfumo wetu na unatoaje maji design kama hiyo. Hapo tunafunga mita ambazo blind pipe tulizitandaza design kama hiyo. Kando tunafungulia kwenye blind pipe. Hii unavyoifungulia ndio inamwagilia. Unavyochanua maji zaidi inamwagilia zaidi.